إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله الذي أمر بالإحسان إلى اليتامى ووعد على ذلك الثواب العظيم والفضل الجزيل، وتوعد من ظلمهم أو قهرهم بالعذاب الأليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى، واعلموا بأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, ahibati fillah, ndugu zangu katika iman, ninahusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala katika kutilia manane maamrisho yake jalla jalal, na pia vile vile kuwa mbali na makatazo yake. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أحبتي في الله، ndugu zangu katika iman, tuko wiki ya kwanza ama jumaa ya kwanza katika mwezi mtukufu wa Rajab, wa huwa min al-ashhur al-hurum Dhul Qa'da wa Dhul Hijja wal Muharram wa Rajab. Na huu mwezi wa Rajab ni mojawapo katika miezi mitakatifu ambayo kwamba ni Dhul Qa'da mwezi wa 11, Dhul Hijja mwezi wa 12, Muharram mwezi wa kwanza, na Rajab ambao kwamba ni mwezi wa 7. Asema Allah subhanahu wa ta'ala, inna iddata ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Asema jalla jalal, kwa hakika miezi ambayo kwamba ni ya kuhisabika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyoujenga mwaka mzima ni miezi 12 tangu Allah subhanahu wa ta'ala ameumba mbingu na ardhi. Minha 4 hurum, katika miezi hiyo 12 kuna miezi minne ambayo kwamba ni mitakatifu. Dhalika dinul qayyim, hiyo ndiyo dini ya Allah tabaraka wa taala iliyothibiti. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, msiwe ni wenye kudhulumu nafsi zenu katika miezi hii minne. Bimaana kithirisheni kufanya mambo ya kheri ndani ya miezi hii, na pia vile vile ikiwa mtaweza muwe ni wenye kupunguza kuzidhulumu nafsi zenu katika kufanya maasi. Ibadallah, ndugu zangu Islam, inna alwajiba fi mithli hadhihi alashhur alhurum kaghayriha min alashhur tarku dhulmi an-nafsi fihinna bitarki almuharramat. Ndugu zangu Islam, ni wajibu kwa kila Muislam katika hasatan miezi hii mitakatifu awe ni mwenye kuacha kuidhulumu nafsi yake, hasatan katika kuacha yale ambayo kwamba ni yenye kumghadhabisha Allah subhanahu wa ta'ala. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, az-zamanu qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ard, as-sanatu 12 shahra minha 4 hurum, 3 mutawaliyat, dhul qa'dati wa dhul hijja wal muharram wa rajab mudhar alladhi bayna jumada wa sha'ban. Asema sallallahu alayhi wasallama ya kuwa nyakati zimerudi
namna ambavyo kwamba tangu alivyoumba Allah subhanahu wa ta'ala mbingu na ardhi, baada ya kuwa baadhi katika kufaru Quraish walikuwa ni wenye kuzichezea nyakati na kuzisongesha mbele hizi ashhurul hurum, ama kuzileta mbele kutokana na yale ambayo kwamba wanayataka. Mtume sallallahu alaihi wasallama akatueleza ya kuwa kuanzia sasa nyakati zimerudi namna ambavyo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aliziweka tangu aiumbe mbingu na ardhi. As-sanatu 12 shahra, mwaka ni miezi 12, minha 4 hurum, na katika miezi hiyo 12 kuna miezi minne ambayo kwamba ni mitakatifu, 3 mutawaliyat, miezi mitatu ikiwa imefuatana, Dhulqa'da wa Dhulhijja wal Muharram. Dhulqa'da mwezi wa 11, Dhulhijja 12, na Muharram ambao kwamba ni mwezi wa kwanza, wa Rajab Mudhar. Na akasema Mtume sallallahu alaihi wasallama, na mwezi wa Rajab ambao kwamba ni mwezi aliunasabisha katika kabila la Warabu ambalo kwamba linaitwa Mudhar, wa udhifa shahru ila Mudhar. Na huu mwezi wa Rajab umekuwa ni wenye kuongezwa katika kabila hili la Mudhar, lianna qabilata Mudhar kanat tu'azzimu hadha ash-shahru wa tasumu hurmata, kwa sababu kabila hili lilikuwa ni lenye kuadhimisha mwezi huu, baada ya kuwa Makuraishi wengine wanakuwa ni wenye kuuchezea mwezi huu kutokana na maslahi ambayo kwamba watakuwa ni wenye kuwa nayo. Akasema sallallahu alayhi wasallam, wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Sha'ban, mwezi huu ambao kwamba uko katikati ya Jumada na Sha'ban, bikhilafi baqiyati qabail aljahiliya. Na hawa Mudhar walikuwa ni wenye kuadhimisha huu mwezi kinyume na kabila zingine ambazo kwamba zimebaki katika jahiliya, alladhi kanu yughayyiruna wa yubaddiluna fi shuhuri bihasabi halati alharb indahum. Ndugu zangu katika iman, wa shahru Rajab lam yathbutu bidalilin sahihin takhsisuhu bishay, na mwezi huu wa Rajab haijathibiti dalil ambayo kwamba ni thabit katika kufanya ibada yoyote illa fil umra, isipokuwa ibada ya umra. Katika hadithi asema Ibn Umar radhiyallahu anhuma ya kwamba i'tamara Rasulullah sallallahu alayhi wasallama qala arba'an ihdahunna fi Rajab. Asema Ibn Umar radhiyallahu anhuma ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallama maisha yake amekuwa ni mwenye kufanya umra mara 4, na katika hizo mara 4 mara moja ilikuwa ni ndani ya mwezi huu wa Rajab. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa khalafathu fi dhalika Aisha radhiyallahu anha, lakini Aisha radhiyallahu anha akawa ni mwenye kumkhalifu Ibn Umar, akasema kama ilivyothibiti katika sahihain, asema Urwa, ya ummul mu'minin, Urwa amuuliza Aisha, ya ummul mu'minin, ala tasma'ina ma yaqulu Abu Abdurrahman, je, haujayasikia yale anayoyazungumza Abu Abdurrahman ya kwamba inna nabiyya sallallahu alayhi wasallama i'tamara 4 umar, ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amefanya umra 4. Faqalat Aisha radhiyallahu anha, kasema ma'tamara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam umratan illa wa huwa shahiduha wa ma'tamara fi Rajab qat. Aisha radhiyallahu anha akawa ni mwenye kukanusha ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallama ni kweli alifanya umra 4, lakini katika umra hizi hajafanya umra katika mwezi huu wa Rajab. Wa yuakkidu qawlaha qawlu Anas, na hadithi yake radhiyallahu anha inathibitishwa na hadithi ya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, asema i'tamara Rasulullah sallallahu alayhi wasallam 4 umarin, asema kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amefanya umra 4 katika maisha yake, kulluhunna fi Dhulqa'da. Umra hizo zote Mtume sallallahu alayhi wasallam alizifanya katika mwezi wa Dhulqa'da, illa allati kanat ma'a hajjatihi, isipokuwa umra moja ambayo kwamba sallallahu alayhi wasallam ameifanya akiwa katika hija yake katika mwezi wa Dhulhijja, umratan min al-Hudaybiyah. Umra ya kwanza Mtume sallallahu alayhi wasallam
alifanya katika sulhul Hudaybiyah, ilikuwa katika mwezi wa Dhulqa'da, wa umra fi al-aam al-muqbil fi Dhulqa'da, na umra aliyofanya ya pili ilikuwa ni umra ya mwaka uliokuwa baada ya ilikuwa ni umra ya baada ya al-Hudaybiyah, ambayo kwamba ni umra ya baada ya mwaka huo. Na umra ya tatu akasema radiyallahu anhu ya kuwa umratan min al-Ji'rana, na umra ya tatu sallallahu alaihi wasallam akaifanya katika hadithatu Ji'rana, haithu qasama ghanaim Hunain fi Dhulqa'da, pale Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa ni mwenye kugawa ghanima katika mwezi wa Dhulqa'da, wa umratan ma'a hajjatihi, na umra ambayo kwamba alifanya katika hija yake. Kwa hivyo kauli ya Anas radhiyallahu anhu ikawa ni yenye kuambatana na kauli ya Aisha radhiyallahu anha ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya umra 4 na zote zilikuwa katika mwezi wa Dhulqa'da, na umra moja aliyoifanya katika hijjatu alwadaa. Kwa hivyo ahibati fillah, qala Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, asema Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yakuwa waqad ittafaqa ahlul ilmi ala ma qalat Aisha radhiyallahu anha bi anna umrahu sallallahu alayhi wa sallam kulluha kanat fi Dhulqa'da wa huwa awsatu ashhuril hajj. Asema Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala yakuwa wanazuoni wote walikubaliana yakuwa umra zake bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam zote zilikuwa ni katika mwezi wa Dhulqa'da, na zote zilikuwa ni umra ambazo kwamba alizozifanya 3 Dhulqa'da na umra moja katika Dhulhijja. Lakini law i'tamara fi Rajab binaan ala hadith Ibn Umar, ikiwa mtu atapenda kufanya umra katika mwezi huu wa Rajab kutokana na ile hadithi ya Ibn Umar, fala ba'sa fi dhalik, hakuna tatizo kwa hilo. Asema Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala ya kwamba kana salafu yaf'alunaha, wema waliotangulia walikuwa ni wenye kufanya umra katika mwezi wa Rajab, la haraja fiha, hakuna tatizo yoyote. Wa thabata an Umar annahu kana ya'tamiru fi Rajab wa Ibn Umar, na pia vile vile imethibiti kwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu na mtoto wake Ibn Umar ya kuwa wote walikuwa ni wenye kufanya umra katika mwezi huu wa Rajab. Amma ada al-umrata min al-ibadat fala yathbutu takhsisu Rajab bi shay'in minha, ama ibada yote ambayo kwamba ni mbali na umra haijathibiti hadithi ambayo kwamba ni sahihi, ambayo kwamba ni ya kuchukulia hujja katika kufanya ibada yoyote ile mbali na ibada ya umra. Asema Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, wa kullu hadithin fihi dhikru sawmi Rajab wa salati ba'd al-layali fihi fahuwa kadhibun muftara. Asema Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala ya kuwa kila hadithi yoyote ambayo kwamba inazungumzia saum ya mwezi wa Rajab ama visimamo vya usiku vya mwezi wa Rajab, fahuwa kadhibun, hadithi hiyo ni ya urongo, muftara, ambayo kwamba ni ya kuzua. Wa min albid'i ahibati fillah allati uhdithat fi shahri Rajab salatu raghaib. Ndugu zangu Waislamu, katika bid'a ambazo kwamba zimekuwa ni zenye kuzua katika mwezi huu wa Rajab ni swala ambayo kwamba itwayo salatu raghaib, wa tusamma aidan as-salatu al-ithna ashariyya, na hii salatu raghaib pia inaitwa swala ya 12, wa tusalla fi awwali lailati jum'a, na swala hii inaswaliwa katika jum'a ya kwanza min shahri Rajab, katika mwezi huu wa Rajab, baina al-ishaain, baina ya maghribi na isha, au ba'da al-isha, ama baada ya isha, bi sifatin makhsusa, na ina sifa zake maalum, wa suwarin wa ad'iyatin muayyana, na kusoma sura fulani na kufanya dua fulani. Asema Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, wa amma salatu ar-raghaib, ama sala hii ambayo kwamba inaitwa raghaib, fala asla laha, haina asli yoyote, bal hiya muhdathatun, bal sala hii ni sala ambayo kwamba imekuwa ni yenye kuzua. Fala tustahabbu la jamaa, haipendezi sala hii la kuifanya katika jamaa, wala furada, ama mtu kuiswali peke yake,
Wa amma al-atharu alladhi dhukira fiha, ama hadithi na dalili ambazo kwamba zimekuja zikiwa zinazungumzia swala hii, fahuwa kadhibun mawdu'un bil ittifaqi al-ulama, ni hadithi za urongo ambazo kwamba zimetungwa kulingana na makubaliano ya wanazuoni. Asema an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, salatu ar-raghaib bid'atu qabihatun munkaratun ashaddu inkara. Salatu ar-raghaib ni bid'a na ni sala ambayo kwamba yenye kuchukiza kukubwa. Ibadallah, ndugu zangu katika iman, wa min as-salati allati ibtudi'at fi Rajab salatu laylatul mi'raj, na katika sala ambazo kwamba zimekuwa ni zenye kuzuiwa ni sala ambayo kwamba inaitwa salatu laylatul mi'raj, sala ya usiku wa mi'raj, haithu tusalla laylata sabi'i wal 20, pale ambapo kwamba wanasali qiyamul layl katika siku ya 27 min Rajab, katika mwezi wa Rajab. Wayastadilluna laha biatharin, na wenye kusali sala hii wanakuwa ni wenye kutoa hujja na kutoa hadithi ambayo kwamba imekuja ikiwa yenye kusema fi Rajabi laylatun, katika Rajab kuna usiku, kutiba lil'amili fiha hasanatu mi'atin sana. Katika mwezi wa Rajab kuna usiku moja, mwenye kusali ama kufanya ibada katika ule usiku hupata thawabu sawasawa na mtu ambaye kwamba amefanya ibada miaka 100. Wadhālika li 3 baqiyin min Rajab, na usiku huo ni usiku ambao kwamba ni siku 3 kabla ya mwezi wa Rajab kuisha, bimaana ni usiku wa 27. Asema Ibn Rajab rahimahullah wa iyah, haithu qala fa amma as-salatu falam yasihhu fi shahri Rajab salatun makhsusatun tukhtassu bihi. Asema Ibn Rajab rahimahullah ya kuwa ama ikiwa ni sala hakuna, falam yasihhu shahri Rajab, haijathibiti katika mwezi huu wa Rajab, salatun makhsusa, sala ambayo kwamba ni khasa, tukhtassu bihi, ambayo kwamba ni yenye kuswaliwa kwa ajili ya mwezi huu wa Rajab. Wa min almuhdathati fi hadha ash-shahr al-ihtifalu fi laylati as-sabi'i wal-20 min Rajab, na pia vile vile katika yale ambayo kwamba yamezuliwa katika mwezi huu wa Rajab ni kuwa watu wawe ni wenye kufanya kusherekea siku ama usiku wa 27 katika mwezi huu wa Rajab, walati yaz'umuna, wakiwa wanadai ya kuwa annahu usriya bihi sallallahu alayhi wasallam fi hadhihi al-layla, wakiwa wanazua ya kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam katika usiku huo ndio ule usiku ambao kwamba amepelekwa katika rihla yake inayojulikana kama lailatu Isra'i wal Mi'raj. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, walam yaqum dalilun ma'lumun la ala shahriha, hakuna dalili ambayo kwamba iliyothibiti katika mwezi huu, wala ala ashriha, ama kumi lake, wala ala ainiha, ama katika siku ambayo kwamba ni siku maalum ama usiku maalum, bali nuqulu fi dhalika munqati'atun mukhtalifa, bal yaliyothibiti yote katika hilo ni munqati'a, ni ahadithi ambazo kwamba silsila zake zinakuwa ni zenye kukatika, hazimfikii mtume sallallahu alaihi wasallama, mukhtalifa, na pia kuna ikhtilafu, kuna kutofautiana katika hilo, laisa fiha ma yuqta'u bihi walau thabata aidan lam yushra'u lahu, hata kama ingekuwa inathibiti ya kuwa kweli mtume sallallahu alaihi wasallama amepanda akawa ni mwenye kwenda katika rihla yake usiku wa 27 katika mwezi wa Rajab, basi haingekuwa ni usiku ya kusherehesha, walau kana khairan, na kweli kama ingekuwa ni usiku muwafaka wa kufanya ile sherehe, la sabaqana lahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallama, basi mtume sallallahu alayhi wasallama angetutangulia katika kusherehea na kusherekea usiku ule, wa sahabatuhu, na pia masahaba zake, wa khairul hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: لم يرد في فضل الشهر رجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة. أسمى الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى
ya kuwa mwezi huu wa Rajab ni mwezi mtakatifu kama miezi mingine ile minne, lakini ni mwezi ambayo kwamba tunafaa kukithirisha kufanya kheri katika mwezi huu na kupunguza kufanya madhambi, kwa sababu ni mojawapo katika ile miezi ambayo kwamba ni mitakatifu. Lakini mbali na hiyo, hakuna dalili sahihi ambayo kwamba imethibiti ya kuwa tuwe ni wenye kuswali swala fulani ama tufunge funga fulani ndani ya mwezi huu wa Rajab. Kwa hivyo alwajib ala almuslimin, wajib na yale ambayo kwamba yanatakikana kwa Waislamu kuyafanya ni kuwa wawe ni wenye kumfuata mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama kulingana na matendo yake, kulingana na yale ambayo kwamba ametuhimiza, na pia vile vile tusiwe ni wenye kuzua ndani ya dini. Ibadallah, i'lamu bi anna al-ahadith as-sariha al-waridatu fi fadli Rajab au fadli siyamihi au siyami shay'in minhu tanqismu ila qismain, qismun dha'ifun wa qismun mawdu'. Na tujueni ahibati fillah ya kuwa zile hadithi zote ambazo kwamba zinakuwa ni zenye kuongelelea mwezi wa Rajab, fadla zake ama kufanya ibada muayyana ndani ya mwezi huu, ni hadithi ambazo kwamba zinagawanyika katika sampuli mbili. Sampuli ya kwanza ni qismun ni ahadithun dha'ifun, hadithi ambazo kwamba ni dhaif, wa qismun mawdu' na ahadithi ambazo kwamba ni za kutunga. وقد جمع الحافظ بن حجر رحمه الله وإياه الضعيفة فكان 11 حديثا. الحافظ بن حجر رحمه الله amekuwa ni mwenye kuzijumuisha hizi hadithi zote, akakuta hadithi 11 ambazo kwamba ni dhaif zenye kuongelelea fadla ama ibada muayyana katika mwezi huu. Wajamaa almawdu' fakana 21 haditha, na akapata zile hadithi mawdu' ni 21. Mathalan, tukipitia kwa kumaliza khutba yetu kwa haraka ni kuwa mathalan hadithi ambayo kwamba inazungumza inna fil jannati naharan yuqalu lahu Rajab. Hii ni hadithi dhaif ya kwamba ndani ya janna kuna mtu ambao kwamba unaitwa Rajab. Hadithi ya pili, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha dakhala Rajab yaqul Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Hadithi dhaif. وحديث لم يصم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رمضان إلا رجب وشعبان، يكون متوم صلى الله عليه وسلم hajafunga baada ya Ramadhan isipokuwa mwezi wa Rajab. Hadithi hii pia vile vile ni batil. Wa hadithu man sama min Rajab imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, pia vile vile ni hadith mawdu'. Wa hadithun Rajab ala sa'iri ash-shuhur, hadithi ambayo kwamba inasema Rajab على سائر الشهور إلى آخر حديث موضوع. ورجب شهر الله ويدعى الأصم، حديث ضعيف. من فرج عن مؤمن كربة في رجب، أتكاي كتتوى متتيزو يا مؤمن كتكمويز ورجب، حديثه بيا ضعيف. حديث إن أيام رجب مكتوبة على أبواب السماء السادسة فإن صام الرجل منه يوما إلى آخر الحديث، ني حديث موضوع. والأحاديث الواردة في صلاة أول ليلة منه، نزل حديث ambazo kwamba zinazungumzia sala ya usiku wa kwanza ndani ya Rajab, zote pia ni hadith dhaif. Na hadithi siyamu yawmin min Rajab ma'a salati 4 rak'atin fihi wa ala kayfiyati muayyanatin fi al-qira'a, hadith mawdu'. Wa man salla laylata 27 min Rajab 12 rak'a, na hadithi ambayo kwamba inazungumza kusali rakaa 12 katika usiku wa kwanza ama jum'a ya kwanza katika mwezi wa Rajab, pia vile vile ni hadith mawdu'. Man salla laylatan nisfi min Rajab 14 rak'a, hadith ambayo kwamba inazungumzia kusali katika nisfu katikati ya mwezi wa Rajab rakaa 14, pia ni hadith ambayo kwamba ni mawdu'. Na ahadith ambazo kwamba zote zinazungumzia katika fadla khasatan ya ibada fulani, lakini Rajab ni mwezi ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameutukuza na akawa ni mwenye kutuhimiza jalla jalal katika kufanya khairi nyingi ndani ya mwezi huu. Ukiwa utafanya khairi yoyote, lakini laisa bimuayyan, sio khairi fulani ambayo kwamba mathalan ukifunga siku kadha ama ukiswali swala kadha ama ukifanya la, wewe fanya kila amal ambayo kwamba utakuwa ni mwenye kuifanya katika mwezi huu wa Rajab ambao kwamba ni miongoni katika miezi mitakatifu.
ألا فصلوا وسلموا على الحبيب المصطفى، فقد أمركم الله سبحانه فقال مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة رضوان الله عنهم أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشركة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل الباطل وارزقنا اجتنابه، وألا يلتمس علينا الحق فنضل. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم من عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم من عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا معسر إلا يسرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم. اذكروا الله العظيم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. Al Hajar TV, mwangaza kwa umma.